kama ikiwapendeza tutafute njia nyingine ya kuadhibu mtu ambaye unamuona yuko tofauti na itikadi zako. Kwangu mimi nikisema nizungumzie upande wa wasanii, naona ni msanii ambaye ameadhibiwa kwa kosa la kujitafutia riziki. Ni kwa kosa la kwenda kutafuta kipato chake. Kumbuka wasanii walikuwa kwenye majukwaa ya siasa, walikuwa wanalipwa. Huo ndio kweli, mimi najua walikuwa wanalipwa. Hamna msanii ambaye alikuwa afanya kazi bure. Kwa hiyo maana yake ameenda kujitafutia riziki, sisi tunamwadhibu kwa sababu anaenda kutafuta riziki yake. Lakini pia msanii anayo haki ya kuchagua chama, kama nilivyomtaja hapa Sugu. Sugu ni msanii, lakini amechagua chama ambacho anakifanyia kazi. Nay tena Nay wa Mitego, naomba roho usikae kimya. Nay ni msanii na ni kijana wangu. Yeye mwenyewe atathubutu kabisa au atakiri kabisa mimi ni mmoja kati ya watu nimemjenga Nay kuanzia anaanza kwenye muziki. Lakini hata alivyoamua kwenda kuchagua site au side ya chama, tulikaa tukaongea mimi na Nay. Nikamwambia Nay, mimi nikifanya muziki na focus na muziki. Akaniambia bro, naelewa, lakini mimi niruhusu nifanye itikadi zangu kwenye chama kingine. Nikamwambia sawa. Nay sijawahi kumvunjia heshima, sijawahi kumnyima platform. Tena nakumbuka hata mwaka 2022 tulipata nafasi ya kufanya kampeni ya kuhamasisha watu kuchanja baada ya ile janga la COVID, na one of my taasisi ilipewa hiyo kazi. Muziki ubaki kuwa muziki, tuweke itikadi zetu pembeni, tuhakikishe muziki unasimama kama muziki, tuhakikishe wasanii wetu wanafanya kazi kama wasanii, wawe free, wawe huru, wachague chama chao, tusiwapangie. Wakiwa kazini tusiwapangie kazi gani wafanye. Kwa hapa na nikiangalia kwa kina nahisi kama tumewaadhibu kwa sababu wamesimama kwenye majukwaa ya chama. Guys, mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao nimeshirikiana nao wasanii kwenye hizo shughuli za kichama. Boda wengi mlikuwa mnakusanya watu kuja kwenye hiyo mikutano. Vipi na nyinyi tuwafungie? Mlikuwa mnachukua watu mnakaa kwenye hivyo viwanja. Tunajua kuna vyombo vya usafiri vya anga vimebeba watu pamoja na wasanii waende kwenye mikutano. Vipi na nyinyi tuwafungie? Wako mama ntilie walitengeneza vyakula huko mikoani, na wenyewe tuwafungie? Kwa kifupi, naona kabisa kuna dhamira nyingine ambayo hatuioni ya kutaka kuua muziki wa Tanzania bila sababu yote. Kama ni issue ya chama, hii ni chama, wamelipwa, wamefanya kazi kama watu wengine wote, tumalize, tuendelee shughuli zetu.